uongozi wa klabu hiyo ukitoa shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa usafiri wa ndege kutoka Tanzania mpaka Morocco, kiamini kwamba kwa kufanya hivyo umerahisisha mambo mengi ambayo yatawafanya waweze kujiandaa vizuri katika mchezo huo. Afisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ali anathibitisha juu ya taarifa hiyo. Kikosi kinataraji kuondoka kesho siku ya Jumanne ya tarehe 13 alfajiri ya saa 11 kuondoka Dar es Salaam kuelekea Morocco Casablanca. Ni safari ya masaa 7 kutoka Dar es Salaam mpaka Casablanca Morocco, na itakuwa ni safari ya moja kwa moja kutoka uwanja wa ndege wa Julius Nyerere moja kwa moja tunaangukia katika uwanja wa Casablanca Morocco. Tutakaa Casablanca kwa siku kadhaa kuanzia kesho tarehe 13, tarehe 14 na tarehe 15 tukifanya mazoezi pale katika mji wa Casablanca. Tarehe 15 kikosi cha Simba kitaondoka kutoka Casablanca kuelekea katika mji wa Ujda ambao ni mwendo wa lisali moja kwa ndege kutoka Casablanca mpaka Ujda. Tutaelekea hapo, tutafika Ujda, tutakaa kwa muda wa siku 2 kwa maana ya 15 na 16. Tarehe 17 tutakwenda Berkane kwenda kucheza mchezo wetu dhidi ya wapinzani wetu. Kutoka Ujda mpaka Berkane ni mwendo wa nusu saa kwa basi. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukacheza mchezo wako ukarudi. Tukimaliza kucheza mechi yetu na Berkane tarehe 17 katika mji wa Berkane, utanyanyuka moja kwa moja tarehe 17 hiyo hiyo kurejea nyumbani Tanzania kwa ajili ya kuja kuanza maandalizi ya mechi ya marudiano ambayo itapigwa tarehe 25. Usafiri wetu wa kutoka hapa kwenda kumfuata mpinzani wetu umekuwa mwepesi sana safari hii kwa sababu ya msaada mkubwa ambao tumeupata kutoka serikalini baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kutupatia ndege ya bure ya kutupeleka Morocco, kutusubiri na kuturudisha tena Tanzania kuja kuendelea na mambo mengine. Kama si ndege ya rais ambayo ameitoa, maana yake ingetulazimu Simba tutoke hapa masaa 5 mpaka Qatar, masaa 5 mpaka Dubai, au masaa 5 mpaka Uturuki. Baada hapo tusafiri tena masaa 3 kutoka Uturuki, Dubai ama Qatar kwenda mpaka Casablanca. Tungesafiri mwendo wa masaa 8, na hayo masaa 8 ni ya kukaa tu angani bado kusubiri ndege kutoka kituo moja kwenda kituo kingine. Lakini kwa ndege hii ambayo Mama Samia ametupatia Simba Sports Club bure, inatupa sisi uwepesi wa kusafiri na kwenda kutimiza majukumu yetu. Kwa hili hatuna budi Simba Sports Club kumshukuru, tena kumshukuru sana, tena kumshukuru pakubwa, tena kumshukuru mara 1,100,000 Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano. Kwa hili ametutendea kubwa mno, na sisi tunamwahidi hatutamwangusha. Huyo ni afisa habari wa klabu ya soka ya Simba Ahmed Ali akituthibitishia juu ya maandalizi ya safari ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba ambacho kinatarajiwa kuondoka alfajiri hapo kesho, lakini kuna taarifa ambayo nimefikishiwa hapa juu ya safari ya kikosi cha Simba kwamba muda umebadilika. Kuna logistic ambazo zinaendelea kufanyika, hivyo safari ya wekundu wa Msimbazi Simba kesho itakuwa ni saa 3 usiku. Najaribu kumtafuta hapa afisa habari wa klabu ya Simba kuthibitisha hilo, lakini ni taarifa ambayo imenifikia hapa. Kwa hiyo inapaswa kufikia kama ilivyo. Mkazuzu ukiwa ni sehemu ya safari, mimi najua hiyo taarifa ninayo kwamba utakuwa ni sehemu ya msafara kwa ajili ya kwenda kuipiga TAF klabu ya soka Simba kwa ajili ya heshima ya nchi, kama ambavyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefanikisha kupatikana kwa usafiri huu wa anga
moja kwa moja kutokea hapa mpaka Morocco, kama chombo cha habari Clouds Media kwenye matukio makubwa ya kimichezo. Popote ilipo sisi tupo. Bwana, safari ni saa 3 usiku kesho. Yes. Kwa hiyo naiona itajaribu kumtafuta Ahmed Ali kuthibitisha hilo moja kwa moja, lakini tukimpata atakuwa fresh kabisa. Kwa hiyo safari ni kesho bwana. Yani vyote hivyo ni kesho. Sogea hapa. Safari ni kesho. Kwa hiyo kimsingi safari ni kesho. Kilichobadilika ni muda. Okay, kwa kifupi, kama ilivyo ada kwenye mechi ya nusu fainali ambayo tulikwenda South Africa kwa ajili ya kuipiga Tafu Mnyama, tunasema kwamba mpango uko vile vile. Kama chombo cha habari, kama idara ya michezo, tumeamua kuhakikisha kwamba haishi mpaka ishe. Tunaendelea tulipoishia, na huu umekuwa ni utamaduni wetu. Mara nyingi tumekuwa tukisema kwamba kama kipindi kiongozi cha michezo Tanzania, kipindi kinara kiongozi, tumekuwa tukishiriki kwenye matukio makubwa ya michezo kwa miaka mingi, na hili la Simba kuingia kuanzia hatua ya nusu finali kwenye harakati zao za kwenda finali, tuliona pia wanahitaji nguvu ya kama Clouds Media kupitia kwenye Sports Extra. Tukasema tutaweka nguvu, na ilivyo bahati tukapata nguvu nyingine kutoka kwa ndugu zetu wa Tanzania Commercial Bank, TCB, ambao nao pia wakasema hapana, hii nguvu haipaswi kuwa ya kwenu peke yenu, na sisi tunaongeza nguvu hapo, twende tukaipe Tafu Simba kwa pamoja kwenye mchezo wa marejeano kule Afrika Kusini kuhakikisha wanakwenda finali. Na watu wote ni mashahidi, tulienda kule na tulifanya kazi kubwa. Kama media ilikuwa ni kazi yetu kutoa update kabisa ya kila kinachotokea kule, kuanzia maandalizi mpaka mchezo mpaka baada ya mchezo, na tulifanya kazi kubwa. Nafikiri kila mtu aliona, na Simba kaenda finali. Kama tumeweza kufanya kwenye nusu finali, kwa nini tusifanye finali kabisa? Tukasema tena tunakutana. TCB wenyewe wakasema sisi bado tupo, kama ulivyosema, aishi mpaka ishe. Wakasema basi tunakusanya tena nguvu, tunakwenda Morocco. Kazi yetu ni ile ile, kuhakikisha tunatoa tafu ya kutoa update kutoka katika eneo la tukio. Miaka ya nyuma, unajua, tumekuwa tukipewa taarifa nyingi sana ambazo wakati mwingine labda sio sahihi. Timu imezulumiwa, timu imezuiwa kufanya mazoezi kabisa, timu imefanyaje, timu ikifanyaje. Vitu vimekuwa ni vingi kweli kweli, lakini tunasema sisi wenyewe tutakuwa field kabisa pale Morocco. Ratiba Ahmed Ali ameshaitoa, yani wanapotembea Simba na Clouds na TCB, na sisi tunatembea umuhumu. Tunasema ni collabo hiyo. Hii collabo mpaka ambapo mchezo utachezwa tarehe 17 na tutarejea hapa. Tutakuwa na TCB pia hapa Dar es Salaam kabisa, ambapo sisi sasa kama Sports Extra ama ile game tutaingia mtaani, mtaa kwa mtaa, kuzungumza na wana Simba, wana michezo kuelekea mchezo wa finali, kwa sababu finali haijalishi kaingia nani. Simba ikichukua ni heshima ya nchi. Kama ulivyosema, rais anakuja anatoa ndege ambayo inapeleka Morocco, na watu ambao hawajui safari ya Morocco, ukikata tiketi kwa utaratibu wa kawaida si chini ya saa 21 kufika Morocco, kwa sababu kwanza hamna ndege moja kwa moja. Ndio. Kwa hiyo lazima uzungue kwenye nchi za watu, iwe ni barani Afrika au uende kwanza Ulaya ndio urudi Afrika, lakini si chini ya saa 21 safari hiyo. Kwa hiyo rais anatoa ndege ambayo inatumia saa 7 au 8 umefika. Unaona ni muda kiasi gani ambao umeokolewa. Kwa hiyo tafu linaendelea kama kawaida, na tupo na ndugu zetu wa TCB, nasema tuwaje hapa tuanzishe tena mchaka pamoja kabisa, kwa sababu kwanza wanaonekana wana bahati, wana kismart. Kwa hiyo bwana, karibuni sana. Kama ambavyo mkuu wa idara ya michezo hapa Clouds Mkazuzu nadhani itakuwa ni vyema zaidi kila mmoja akajitambulisha kwa majina na wadhifa kutoka TCB. Tupige mawili matatu alafu tuseme kwa bwana, ule muda ambao ulikuwa ukisubiriwa kwa wekundu wa Msimbazi Simba kuweza kwenda kutimiza ile safari ambayo iliweza kuianza kwenye kombe la shirikisho barani Afrika imekwisha kuanza, na wekundu wa Msimbazi Simba wataondoka hapo kesho kwenye majira ya saa 3 za usiku. Wekundu wa Msimbazi Simba wanaelekea Morocco kwenda kucheza mchezo wa raundi ya kwanza ambao ni mchezo wa finali kule kwenye mji wa Bekane kule nchini Morocco dhidi ya wenyeji wao
RS Berkane ya kutokea kule nchini Morocco. Lakini jambo jema ama jambo zuri zaidi ni mara baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kuweza kupewa ndege na serikali, kwa maana ya ndege binafsi ambayo itawapeleka mpaka kule Morocco, lakini pia vile vile kuweza kuwarudisha hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba hawatatoa pesa hata shilingi moja. Serikali imechukua jukumu zima la kuweza kuwapeleka wekundu wa Msimbazi Simba mpaka pale kunako nchi ya Morocco kuweza kwenda kukipiga dhidi ya RS Berkane katika fainali ya kombe hilo la shirikisho. Lakini pia mara baada ya mchezo huo kupigwa kule, wekundu wa Msimbazi Simba wataweza kurejea hapa nchini Tanzania, ambao tena wataenda kucheza mchezo wa pili ambao utakwenda kukamilisha fainali hiyo ya shirikisho. Wekundu wa Msimbazi Simba wamejipanga vyema kulingana na kile ambacho ameweza kukizungumza afisa habari wa klabu hiyo. Hapa tunamzungumzia Ahmed Ali, kwamba wekundu wa Msimbazi Simba wapo vizuri, wapo fiti kalikiti kabisa kuweza kuwakabili RS Berkane, japo hautakuwa ni mchezo mrahisi kwa sababu tunajua ni mchezo wa fainali, lakini wamejipanga vyema kuhakikisha kwamba wanachukua taji hilo kwa mara ya kwanza kabisa. Lakini cha msingi kwa ambao wanaendelea kuifuatilia Mlacha Media, kama bado hujasubscribe na una nafasi ya kuweza kusubscribe. Njia ni rahisi tu, unabonyeza maandishi ambayo yapo upande wako wa kulia hapo yaliyoandikwa subscribe. Kisha bonyeza tu moja kwa moja, utakuwa umefanikiwa kujiunga na familia hii ya kimichezo. Kama kawaida, kazi yetu sisi ni moja tu, kuhakikisha zile taarifa zote za kimichezo ambazo zinaendelea kujiri kunako upande tofauti na kwa tunakudondoshia hapa kwenye channel hii ya Mlacha Media, na unakuwa unazipata kwa uzuri zaidi. Hiyo ilikuwa ni taarifa kuhusiana na safari ya wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea kule nchini Morocco kwenye mchezo wao wa raundi ya kwanza katika hatua ya fainali. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada, endelea kuifuatilia